nimekuita kwa jina langu, wewe ni mali yangu, na hata ukipita katika maji mengi, mimi nitakuwa pamoja nawe. Mpendwa na mshamu wa somo la Yosuaji, mshamu hapa asomusaidizi gari na moyo. Ndugu zangu wapande, wapendwa wa familia, na wote ambao unashiriki ibada hii takatifu. Kwa neno hilo la nabii Isaya ambalo tulisikia katika somo la kwanza, tulipenda kuanza tafakari ya leo. Hakika ni furaha kuweza kukusanyika hapa tena siku hii ya leo katika umoja wetu kama kanisa kamili linalodhihirika kwa uwepo wa baba askofu au mchungaji mkuu wa jimbo, mapadri wetu, watawa, lakini pia waamini wote. Katika upamoja huu, sura kamili ya kanisa kama familia na kama watu wa Mungu inadhihirika wazi. Kwa namna pekee, sisi mabati wa Benediktini wa hapa Tanzania tunayo furaha kubwa kwa pamoja nani, hasa baada ya kukosekana mwaka jana kutokana na kutokuwepo nchini. Pamoja na Wabenediktini wengine waliokuwa katika zetu wadogo, lakini wale wakubwa waliopo na dada zetu wakubwa wadogo Wabenediktini waliopo, tunawakaribisha kutafakari ujumbe wa Mungu katika siku hii ya leo. Pamoja na kukumbuka siku ya mashahidi wa Kudu, Wabenediktini kwa pamoja leo hapa miaka kadhaa iliyopita, kanisa katika jimbo kuu linahitimisha rasmi mwaka wa jubilei kuu. Bila shaka bado tunakumbuka kauli mbiu yake, jubilei kuu 2025, mahujani katika matumaini. Nashukuru sana. Nilipokuwa nakuja asubuhi kuelekea hapa, mwana umati mkubwa wa hawa watu waliovaa vizuri, wenye furaha, wengine wako na mapadri wanaungama, na wengine wanasali katika kile kanisa pale juu, watu ambao wanajielewa, watu ambao wana malengo. Nikaangalia kama kuna alikuwa amevaa kijora. Tunaendelea kupanda na gari na kufika leo, nikaangalia kama kuna mtu ameshika jora na kokota njiani, au ile kitu kingine na ile nabeba ile dera hakuna dera au kubeba jora. Kwa hiyo kama vile tunasoma katika kitabu cha Ufunuo, ni hawa ambao ni hawa ni akina nani? Katika kitabu kile tunaambiwa hawa ni wale ambao wametosha mavazi yao katika mwanadamu. Na nyingine kwa hiyo kama mtu anataka kujua Mkatoliki ukoje, aleguru. Katika tafakari yetu, ndugu zangu wapendwa, ninawakaribisha kuangalia mambo matatu. Jambo la kwanza ni kutazama nyuma kwa shukrani. Tunafunga mwaka wa jubilei, kwa hivyo nawaalika tutazame nyuma kwa shukrani. Hii itakuwa jambo letu la kwanza, na jambo letu la pili nitawaalika pengine utafakari kuhusu maisha yalivyo kwa sasa, maana yake ni nini, lakini jambo letu la tatu nitawaalika tutazame mbele kwa matumaini.
Na haya yote ni katika masomo yetu. Tunapoangalia katika somo la kwanza katika nabii Isaya, tunaona Mungu anakutana na Mungu anayejali, Mungu aliyeko pamoja na watu wake, Mungu ambaye akiitwa anaitika, Mungu ambaye kama watu wana mashaka yuko kwa ajili yao. Na kwa sababu hiyo neno kubwa sana katika somo la kwanza ni don't be afraid, usiogope. Lakini ujumbe huo unaelekea pia katika somo la pili kwa Waroma, ambapo tunaona Mwenyezi Mungu au Paulo anavyoandika kuna ile hali ya kutamani mambo mazuri, tunazungumzia kutarajia, na kwa hiyo tukajumlisha na somo la Injili kwa kweli kuhusu kutumaini, kuhusu matumaini. Injili tunaona kwamba wanafunzi kama wanapoteza matumaini, lakini matumaini yao sio kitu cha kupokea. Yesu yupo. Basi hatua kwa hatua tuangalie kwa hizi kama nilivyosema. Kwa kweli mimi sitoki katika jimbo hili, lakini ninaamini kwamba kuanzia katika jumuiya ndogo za jimbo letu kuu, katika vituo vya sala, katika vigango, katika parokia, katika konventi za watawa wetu, na hata pia katika jimbo kuu, seminari kuu, popote, Jubilei kuu haikuwa tu kitu cha nje, kitu cha kusemwa tu. Ni kitu ambacho kilikuwa hai, ni kitu ambacho kilishikika, kilionekana, ni kitu ambacho hakikuwa dhana ya mawazo tu. Ninaamini kuwa wachungaji wetu katika jimbo, watawa pamoja na ninyi waumini wapendwa, tulishiriki wote kikamilifu katika kufanya mwaka wa Jubilei kuwa mwaka hai, mwaka wa matumaini, mwaka wa furaha. Haukuwa tu mwaka au Jubilei ya kuzungumza tu, padri anasema kitu fulani tu. Ninaamini kwamba Jubilei hii pamoja na matunda yake ya kiroho yalishushwa chini katika familia, katika jumuiya, katika parokia na katika maeneo yote ya maisha yetu. Na kwa sababu hiyo, ninaamini pia kwamba wewe muumini umepata nafasi au bahati ya kutambua kwamba maana halisi ya maisha ya Kristo. Kristo maana ya maisha yake ni hija. Leo umetoka nyumbani, mmekuja hapa, mmefanya safari. Safari ndio mliofanya fupi ni kielelezo cha safari ya maisha yetu. Maisha yetu yanatoka kwa Mungu, yanaanza katika Mungu, tunatembea katika Yesu pamoja na Mungu, na tunaelekea wapi? Tunaelekea kwa Mungu kwa kweli. Kwa sababu hiyo, tunaweza tukasema kwamba Mwenyezi Mungu ametembea pamoja nasi katika hali zote tulizokuwa nazo. Pale ambapo kulikuwa na hofu, Mungu amemshika mkono, amesema usiogope. Na pale ambapo ulikuwa umekata tamaa, uso umekuwa mrefu, matumaini yamekwisha, Yesu anaonekana anatembea na wewe tena, kukujaza matumaini, kukuambia kwamba bado nipo na mauti hayajanishinda. Ndugu zangu, bado tuko katika harufu ya Noeli. Katika harufu ya Noeli. Na napenda kuwakaribisha pia tufikiri kidogo kuhusu sherehe ya tokeo la Bwana ambalo tuliadhimisha hivi karibuni. Wale maharusi walipotoka nyumbani, walipokuwa wanaenda nyumbani, hawakujua ni kilomita ngapi, wakihitaji siku ngapi. Hawakuwa na GPS, ile mambo ya kuwasaidia watu kutambua waliko, lakini pia hawakuwa na Google Maps, hawakuwa na ramani, hawakuwa na kwenda. Lakini walifanya kitu cha maana. Waliamini, walitumaini, walitazama nyota. Na sio kwamba walitazama na kusimama, walitazama na kutembea. So, imani sio shauri la kujisikia kwamba unaisikia mtu kwamba unamwamini Mungu.
Hakika Mtume anatuambia kwamba imani bila matendo imekufa. Na kwa sababu hiyo hao watu wanatembea. Huwezi kukutana na neema ya Mungu kukaa hapo hapo. Hata kama Mwenyezi Mungu anakuletea muujiza na magari na kama yoyote, muujiza kwa Bethlehemu, muujiza ulio kwa mbinguni, wewe unaalikwa kufanya kitu. Kutendea. Hiyo imani yetu ina maana tu au inaweza kudhihirika ikawa hai katika kutenda kwetu, katika kusema kwetu. Sasa katika kufanya hayo sio kila mara mambo yataenda kirahisi, na kwa sababu hiyo Isaya anazungumzia kuhusu Mwenyezi Mungu kupitisha katika maji mengi. Zaburi ya 8 pia inazungumzia kuhusu uvuli wa mauti. Hata kama nitapita katika uvuli wa bonde la mauti, Mwenyezi Mungu ni mwaminifu. Mwenyezi Mungu atakupitisha, Mwenyezi Mungu atakulinda. Na kwa sababu hiyo tumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetembea nasi katika kipindi chote cha mwaka mzima. Sote tunakubaliana kama Watanzania na kama wanakanisa kwamba mwaka 2025 haukuwa mrahisi vile. Lakini hata hivyo tusisahau, Mungu ni mwaminifu, Mungu yupo, tuendelee kumtumainia na tuendelee kwa matumaini katika hija ya safari yetu kama wanakanisa na kama Watanzania. Napenda kuwasikiliza hatua ya pili kwamba siku hii ya leo kwa kweli tunaalikwa au ni nafasi kwetu kusherehekea wakati huu, saa hii kwa furaha. Safari ya maisha ni ndefu, na safari hii ina jana, ina leo, na Mwenyezi Mungu akipenda ina kesho. Hivi kwa nini kama nilivyo kufikiria yaliyopita ya jana, Mwenyezi Mungu alipotembea pamoja na sisi, tusikose kutambua uwepo wa Mungu sasa hivi, neema ya Mungu tunayoiona sasa hivi. Tuonje furaha na neema ambayo Mwenyezi Mungu anatupatia kwa uwepo wetu dakika hii, sekunde hii, pamoja na hofu tulizo nazo, mashaka tulizo nayo, lakini sababu tuko hai na tunapumua na tunaweza kuwa hapa kwa ajili ya kumshukuru na kukutana na waumini wenzetu na viongozi wetu wa dini kumsifu. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Hapa tuliko ndugu zangu, sasa hivi tu tumesimama juu ya mabega ya wale waliotutangulia. Kuna mababu wengi, wengine unawajua, wengine huwajui. Kuna mabibi wengi, wengine unawajua, wengine huwajui, ambao wamewezesha imani yetu iwe ilivyo sasa hivi. Ni mtu asiyejitambua tu anakana, kudharau na kukanyaga urithi wake. Imani tuliyonayo ni urithi wa thamani kubwa ambao tumepokea kutoka kwa mababu na mabibi zetu katika imani. Na kwa sababu hiyo basi ni kitu cha thamani. Tunapokumbuka Brother Petrus na Brother Derek pamoja na Samantha ambao waliuawa hapa, wawe ni vielelezo ya ukweli kwamba imani hii haikushuka kutoka mbinguni hivi tu. Imani hii imeshuhudiwa kwa damu. Damu ilimwagika, jasho lilimwagika chini, na watu walifanya sadaka kubwa ya maisha yao ili imani katika jimbo kuu na katika kanisa la Tanzania, kanisa la Afrika iwe